Habari za wakati huu vipenzi vyangu, I hope ni wazima wa afya. Karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion. Na nasikitika kuona kwamba wanawake wengi wa sasa hawatambui magauni haya ya kupishana. Najua hilo litakuwa ni swali sana kwako kuweza kujua kwamba ni aina gani ya magauni ya kupishana au ni blouse gani za nguo za kupishana, mitindo ipi ya nguo za kupishana. Na ndani hapo utakuwa na maswali mengi. Kwa hiyo katika maswali yako hayo yote, siku ya leo utapata ufumbuzi wa kuweza kujua mitindo hii ya magauni ya kupishana au mitindo hii ya nguo za kupishana. Kwa hiyo siku ya leo najua utakuwa na maswali mengi, utaweza kufumbua maswali hayo ambayo utakayokuwa unajiuliza mara nyingi sana. Magauni haya ya kupishana au mitindo hii ya kupishana ni mitindo ambayo magauni yake yanakuwa ni ya kupishana. Kama vile unapofunga kanga ya kishingo shingo, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo nguo zake zinakuwa zinapishana. Moja inakuwa kulia, nyingine inakuwa ni kushoto. Hiyo ndio magauni ya kupishana. Na aina hizi za magauni ni utamaduni wa kisasa ambao watu wengi huwa wanavaa aina hizi za magauni na wakipendeza sana. Ukifika huko kwa wenzetu ni manguo ambazo zina trendi sana au sasa hivi ni nguo ambazo zinapendwa sana na watu wengi. Na siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la mitindo hii kwa ujumla. Ili ukitoka hapa uwe na elimu nzuri ya kuhusu mitindo hii ya magauni ya kupishana. Na tutaweza kuzungumzia, kwanza kabisa tuweze kujua ni maswali mengi sana watu wanauliza. Yani kuna maswali mengi watu wanauliza kuhusiana na mitindo hii ya magauni ya kupishana. Kwa hiyo na swali la kwanza ambalo watu wengi wanataka kuuliza, wanauliza jinsi ya kuweza kushona magauni haya. Kwa hiyo leo tutaweza kujifunza jinsi ya kuweza kushona magauni haya ya kupishana, lakini pia kutumia kitu gani. Tunatumia kitambaa cha maua au tunatumia kitenge kwa ajili ya kushona magauni haya. Hayo ni maswali ambao watu wengi huwa wanayauliza sana. Kwa hiyo siku ya leo tutaweza kufumbua maswali hayo au kuyajibu maswali hayo. Lakini pia kuna swali ambalo linaulizwa, aina hizi za nguo zinakuwa zina mpasuo. Kwa hiyo hayo magauni tutaweza kuvizungumza kweli hapa. Kwa hiyo kama ni magauni haya yanakuwa na mpasuo ama yanakuwa hayana. Lakini pia magauni haya tutaweza kuzungumza, kitu cha mwisho ni zinavaliwa na nguo gani. Yani aina hizi za magauni zinavaliwa na nguo gani, kwa sababu tayari zimeshakuwa kwamba za kupishana. Kwa hiyo zinapishana zikiwa zimejifunika au zinapishana zikiwa zina mpasuo katikati. Kwa hiyo hayo yote tutaweza kudiscuss au kuyazungumza siku ya leo, tutaweza kujua hapa ndani ya TZ Fashion. Kwa majina naitwa Madam T, ni mwanzilishi wa channel ya TZ Fashion TV, lakini pia najishughulisha na swala zima la fashion and design, kudesign aina mishono mbalimbali, lakini pia kutoa elimu ya kuhusu mitindo mizuri ambayo inatoka na kupendwa sana tunaweka hapa. Hakikisha tu unabonyeza neno subscribe ambayo iko chini ya hii video ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna-upload video, maana tuna-upload video za elimu ya mishono, elimu ya mitindo kila siku, lakini pia kuweza kupata aina mbalimbali za mitindo mizuri ambayo inayotoka na kupendwa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, lakini pia unafuatilia channel yetu kila tunapokuwa tuna-upload video. Na kama nilivyosema, maswali yale ambayo tulikuwa watu wanauliza mara kwa mara, jinsi ya kushona vazi hili au jinsi ya kushona mtindo huu wa nguo hizi za kupishana. Magauni haya ya kupishana mara nyingi huwa unashona kwa kuwa vile vile ambavyo yanapishana. Kwa hiyo vile ambavyo yanapishana na vile vile ndio ambavyo unashona. Kama mfano, unaweza ukakata shingo yako ikiwa round, vipande vyako na kipande cha nyuma na cha mbele, alafu kipande cha nyuma kinakuwa kikubwa na kipande cha mbele kinakuwa ni kidogo. Kwa hiyo kipande cha kwanza kinakuja kushoto na kipande cha pili kinakuja kulia. Hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza kushona aina hizi za nguo za mitindo hii ya kupishana. Lakini pia tukienda katika swali letu la pili ambalo watu walikuwa wanauliza kwamba unaweza kushona kwa kutumia kitambaa au kitenge.
Aina hizi za mishono hii ya kupishana mara nyingi zinapendeza sana ukitumia kitambaa cha satin, lakini kitambaa chake cha satin kiwe ni plain color. Kwa hiyo unatakiwa kutumia plain color kwa ajili ya kuweza kushona kitenge hiko. Usitumie kitenge wala usitumie kitambaa cha maua. Kinakuwa ni kizuri lakini hakileti mvuto mzuri zaidi kuliko utakapokuwa unatumia plain color. Kwa hiyo tumia plain color ili kuleta mvuto katika muonekano wako. Kwa hiyo unaweza kutumia rangi nyeupe, unaweza kutumia rangi ya njano au purple, ni ile rangi ambayo utakayokuwa unaipenda, unaweza ukatumia mishono hiyo hapo. Lakini pia kuna jinsi kama kuna mpasuo ama hakuna. Mpasuo ni lazima uwepo kwa sababu ile nguo inakuwa imeshikilia juu peke yake pamoja na tumbo. Kifua pamoja na tumbo, lakini kuanzia kwenye hipsi kuna mpasuo. Au unaweza kushangaa kwamba ukitembea unakuta ule mpasuo unajifunua. Kwa hiyo hizi nguo ni lazima ziwe zina mpasuo. Kwa hiyo hapo utakuwa umejua kabisa kama hizi nguo hizi lazima ziwe zina mpasuo. Na aina hizi za nguo au mishono au mitindo zinavaliwa na nguo gani? Kwa hiyo ndani ile nguo yako tayari au gauni lako ni refu, lakini ndani unaweza kuvaa na nguo gani ili hata ukitembea hivi isikuboe. Unavaa na gauni au unavaa na sketi. Aina hizi za nguo zinapendeza sana ukivaa na suruali, lakini suruali yako iwe ya tight. Unavaa suruali ambayo ina tight, yani kama vile unaweza kuvaa na jeans au unaweza kuvaa na suruali ya tight ya rangi yoyote ambayo utakayokuwa unaipenda. For example, unaweza ukavaa ikiwa ya njano pamoja na nyeusi, au unaweza kutafuta rangi nyingine kama purple, nyeupe, ukaweza kuvaa ndani na ukapendeza sana. Kwa hiyo unaweza na pia unaweza ukavaa na viatu virefu, vinapendeza sana, high heels, vinapendezesha sana kuvaa aina hizi za nguo na ukaonekana vizuri na ukapendeza sana. Natumaini katika video hii utakuwa umeelewa vizuri kuhusiana na swala zima la magauni au mitindo ya magauni ya kupishana. Utakuwa umeelewa zaidi na umeweza kujifunza jinsi ya kuweza kushona, jinsi ya kuweza kuvaa, na natumaini utaenda kulifanyia kazi swala hili ambalo nimekueleza hapa, jinsi ya kuweza kuvaa aina hizi za magauni ya kupishana. Ni moja ya magauni mazuri sana. Kama hauna, tafadhali naomba tafuta aina hii ya magauni ili uwepo nalo. Na asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Na niandikie komenti yako hapo, umejifunza kitu gani katika video hii, ili tujue kabisa kama somo ambalo tumelitoa basi mmeweza kulifurahia zaidi. Asanteni sana na wapenda sana kwa wote ambao wananisupport, wananifuatilia, na washukuru sana na Mungu awabariki. Mimi kazi yangu natakiwa kuleta elimu